mlango wa 7:37 hata 39. Injili yetukulia lero kurwase injili ya Yohana 2:32 kuike 39. Ringana lya Nyasaye amache ali moyo. Nindisoma sobo tato wache. Nase bituko lyo moyo lituko lya linene. Yesu agaterera agakwana n'eriyogire inene akabora. Onyo omuntu olenera tigache asindanywe. Oyo yenyegendire inche bunamarika abateba chindo che chiamacha ali moyo na chiwe asenkoro yaye. Linganeri nigali kwanete igoro y'omoyika ekyagera bale bamwigendire n'abanyolere nyuma yaye ekyagera moyikomo chenu konya turarwegwa ekyagera Yesu konya taraegwa obonene neryo nalyo lingana lya Nyasaye erire injili eritukulia lero. Asenge injili tukulia lero tubushiriki sakramenti y'emesa y'omonene. Inaomba kurasa 58 tuweze kukiri imani ya Nikea. Imani ya Nikea kwa kuwa tunashiriki sakramenti ya mesa ya Bwana. Tukisema tuamini Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tuamini Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, mwana wa asali wa Baba, yu Mungu kutoka Mungu, yu nuru kutoka nuru, yu Mungu kweli kutoka Mungu kweli, mwana wa asali asiyeugua, mwenye uungu mmoja na Baba, kwa yeye huyo vitu vyote viliumbwa, aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa wokovu wetu, akatoa mwili kwa Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu zamani za Pontio Pilato, aliteswa, akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kama yanenavyo maandiko matakatifu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba, naye atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu walio hai na wafu, na ufalme wake hauna mwisho. Twamwamini Roho Mtakatifu, Bwana mtoa uzima, atokaye katika Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Twaamini kanisa moja takatifu la Kikristo na ulimwengu wote na la kimitume. Twakiri ubatizo mmoja wa ondoleo la dhambi. Twatazamia kufufuliwa kwa wafu na uzima wa ulimwengu ujao. Amen. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Notela sanatela, algo que ya. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mimi wako Bwana, mimi wako, mimi wako Bwana,
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Yoshua musitonuni igalego mokoreri omusa kurwekero aligo mosai ere akakwana na Musa akamotebya omone none wakani. Musa akamubuli ayenigo uredeli ase ingecho yane ninga netinga omonene aye abataba bonsi omwika oye erinde babe ababani lingana libenene ligotebanga ninga netie omonene aye abataba bonsi omwika erinde babe ababani. Nasiri tukulia lero lingana na Nyasaye niko ligoteba namanaya nigo aya kwanite asinge kiyomo ikoma chenu konya tula uweyo ekyagala Yesu konya tara wa onene. Atushukuru Mungu wetu na Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Njoo Roho Mtakatifu useme pamoja nasi ili Bwana tuweze kuona utukufu wako na uweza wako ukitendeka katika maisha yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Wapendwa wa Kristo, leo ni siku kuu, siku ya Pentekoste. Lakini kabla sijasema kwa yale ambayo tumeyasoma, naomba niseme machache kuhusu somo la Jumapili iliyopita na yale yote Yesu amesema pamoja nasi tangu kufufuka kwake. Jumapili iliyopita ilikuwa maombezi ya kipekee ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake, na katika sura ile ya 17 katika kitabu cha Yohana inadhihirisha upendo mkuu wa Yesu kwa yeyote anayemwamini, na yanaonyesha jinsi imani inaleta amani katika mwanadamu. Katika somo hili Yesu anaomba wanafunzi wake kwa heri, kwa sababu ilikuwa wakati wake wa kuingia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo alikuwa anaagana nao, lakini ilikuwa maagano ya kuonana. Anawaambia ya kwamba ombeni chochote mtakacho kwa jina la Baba, nanyi mtapokea, ili furaha yenu iwe kamilifu katika maisha yenu, na ili furaha yenu iweze kuwaleta katika utukufu. Kwa sababu gani? Anasema ya kwamba ulimwengu mtapata dhiki, ulimwengu mtapata shida, lakini jipeni moyo, kwa maana tayari mimi Kristo nimeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, ni kwamba wote walio katika Kristo Yesu tayari wana nguvu ya kushinda ulimwengu, tayari wameshinda ulimwengu. Kwa hiyo maneno makuu katika Jumapili iliyopita ni kwamba tukimjua Mungu na Kristo aliyempeleka kuwa mkombozi ama mwokozi wa maisha yetu, basi tuna heri. Amen. Ndipo akasema siombi kwamba hawa watolewe katika ulimwengu, kwa sababu wao wamo, lakini naomba ili waweze kupokea utakaso, kwa sababu neno lako ni la kweli. Na ni hakika kwamba hata leo hii Kristo angali anaombea kanisa lake. Sisi tukiwa wanafunzi wake, Yesu anaendelea kutuombea tuweze kutakazika katika kweli, kwa sababu neno lake ni la ukweli. Leo ni Jumapili ya Pentekoste. Pentekoste inamaanisha nini? Siku kuu ya mafuno, siku wanafunzi wa Yesu walijazwa na Roho Mtakatifu. Tangu majuma 7 ambayo yamepita, wakati Kristo alifufuka, maneno yote ambayo tunayasoma yana
Yesu moyane, Yesu mwana Nyasaye moyane. No mobui, Yesu no mobui. Oh no mobui, Yesu no mobui. No mobui, Yesu no mobui. Yesu mwana Nyasaye. Kwa hivyo tunaendelea kusherehekea kwa sababu Kristo hayumo katika wafu, ameshinda mauti, na hayo yanatupa ujasiri kwamba wote walio katika Kristo japokuwa watakufa ni kupumzika tu wakisubiri siku ya Kristo. Na katika maneno mengine, Yesu alipokutana na wanafunzi wake wakiwa na hofu, wakiwa wamefadhaika, aliwatamkia maneno ya amani, akawaambia amani na iwe kwenu. Na amani ambayo nawapa sio kama ile ya ulimwengu utawapa, kuonesha kwamba siku ya leo ni siku ya amani ambayo Kristo anasema amani kwetu. Na hakika leo ni siku kuu ya Pentekoste, kwa sababu kanisa kama kanisa tuko hai kwa sababu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Basi pasipo Roho kama kanisa hatutakuwa hai. Kwa hiyo tunasherehekea siku ya leo ikiwa ni siku Roho Mtakatifu wa Mungu anasema pamoja na maisha yako, anasema pamoja na maisha yangu, kwa sababu katika yeye tunao uzima wa milele. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo, by the way, nisienda hata Mwanzo. Leo hii mimi challenge nikifa leo hii mwili wangu ukiwekwa pale kwenye meza ile, ikiwa kuna yule atasimamia mkutano, na ikiwa kuna watu wamesimama karibu na mwili wa challenge, utasikia akisema wale mko pale kwenye mwili, tokeni pale mteremke. Au utasikia akisema wale mko kwa challenge, tokeni pale mteremke. Kwa sababu kile ambacho kinanifanya muweze kuniita kwa jina langu ni Roho ambaye hapo ndani yangu. Kwa hivyo huyo Roho akitolewa inabaki ni mwili. Na hata katika kitabu cha Mwanzo, mwanadamu alipopuliziwa Roho ndipo akawa hai. Basi Mkristo anakuwa hai kiroho mara tu anapopokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Ona kimaji kwa sababu ndipo kwa kutumika. Abangora ni mamu watu mwiko. Najua kuna wengine wanasema sisi ndio kanisa ya kiroho, nyinyi hamna roho. Mimi kile ambacho ninajua ni kwamba hata leo hii watoto waliobatizwa hapa Yesu aliwapokea na walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Nasi kama Wakristo katika baptismu yetu tulimpokea Roho Mtakatifu, na tunapoimba, tunapohubiri, hatufanyi hayo kwa uwezo na nguvu zetu, bali tunayafanya hayo kwa sababu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo ninasema Roho Mtakatifu wa Mungu akae pamoja nasi na anasema pamoja na maisha yetu. Unaona ni kama watu wale kama watangabaza ya wapi na lakini. Yes. Wayahudi walitunza sana siku hii ya Pentekoste. Kwa sababu gani? Unaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 9 hata 11, utagundua ya kwamba Wayahudi walitunza sana siku hii, wakaiweka kando kuwa siku ya mazao, siku ya malipuko ya mazao yao. Kwa hivyo utakapohesabu vizuri, tangu kufufuka kwa Yesu Kristo hata leo hii ni siku 50. Kurugesa urete baka lero iga nigo lile lituko lya 50 liko kwa lituko lya Pentekoste. Sehemu ambayo tumeisoma ni maneno ya Yesu Kristo kuhusu siku ya mwisho na kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Yohana asema Yesu ni maji yaliyo hai. Amen. Yesu na
leo kwamba Yesu ni maji yaliyo hai, na Yesu asema amwaminie Kristo, atakayemwamini yeye, mito ya maji yaliyo hai yatatoka kwake. Amen. Na umwegera Yesu kisoko kya maji moyo niyo kikorwa asale. Lakini pia kunywa maji. Kuna jarida moja niliwahi soma ikasema unapo hizi kiu ya maji, kunyweni maji. Basi usipokunywa maji unapo hizi kiu utakufa kiu. Gogo kanyora maji? Gogo kanyora maji? Ando barabara kunywa maji by the way. Ando barabara kunywa maji? Kanywa maji, amaji muko gimo. Mwanya njero mutu kwechi ngogo. Umade kanone jenge kule. Chiko chiko beka mageni nywa maji na beka kali. Tali ara ina bwate. Eri na bwate ni. Muonde bwensi omwege ni Yesu. Kurwa sarere. Ensoko ya maji ali moyo. Chinsoko chia maji ali moyo niko chikurwara lya asali. Kuonesha kwamba ili unywe maji lazima uwe na kiu. Na Yesu asema aonaye kiu kwake kuna maji ya uzima. Kwa hiyo ninataka kusema wasi kwamba sisi wote leo tuko hapa kanisani kwa sababu tumejipata tukiwa na kiu ya kusikia kutoka kwa Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Kristo kuna mito ya maji yaliyo na uhai. Wapenda maneno haya ni yetu sisi wote kama Wakristo, kwa sababu watu wamekuwa na kiu mbalimbali. Wengine wamekuwa na kiu ya ulevi, kiu cha unyonge, kiu cha kufanya mambo mengi, lakini Kristo anatupa moyo na anasema pamoja nasi kwamba tuweze kuwa na kiu ya kupokea maji yaliyo na uzima wa milele. Yeyote amwaminie Kristo, mito ya maji yaliyo hai yanatoka kwake. Mito ya maji yaliyo hai yanatoka kwake. Maji ya kuonyesha amani, maji ya kuleta upendo, unyenyekevu, yote yaliyo matendo ya Roho. Haya yote Yesu aliyasema kuhusu Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu kwa wakati ule ambao umepeana aliyasema haya kabla hajapaa mbinguni. Wapendwa wa Kristo, Roho Mtakatifu wa Mungu hufanya yale yote yaletayo utukufu wa Mungu, na kwa sababu hiyo wote wanaomwamini Kristo wamepokea Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Naomba niingie kwa fundisho kidogo. Roho Mtakatifu wa Mungu ni nani? Unaposoma Yohana 14:26, utambua ya kwamba yeye ndiye msaidizi wetu. Yeye ndiye msaidizi wetu. Jinsi Yohana anasema mlango 3:6 kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu wa Mungu anatuita hata siku ya leo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 22:17 kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu anatuita, na neno la Mungu anasema na yeye anayesikia sauti ya Roho wa Mungu aseme njoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yote kama chembe ya sai. Bwana kurali kabwa. Bwana yalo ngora somya sini. Kurali kabwa, bwana kurali. Nanya kwa maana ite ndio. Ndio kama chembe ya sai. Na ngero. Ingekuwa kasala rumishana sasa ndio ngebele sana leo. Ewa tena kama the all spirit of God is our intercessor.
Nyasaye. Number 3. Na data wa Mungu Nyasaye okonyi. Yohana 10:45 neno. Yesu atawapa nchi kwa neno asitapa. Kwa neno tini kuwatika kuna chini takana. Abadala kwa tini kurukumini kutimoka. Gawate baba kwene. Kuwatika rama okonyi. Oyumuna baba nere. Nero mwikomo chemo Nyasaye. Asaiwa baba Nyasaye. Yesu akijiandaa kwenda mbinguni. Alituachia msaidizi wake. Ndiye Roho Mtakatifu wa Mungu. And actually, the Holy Spirit of God is calling himself. Number 4. Unaposoma Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 hata 7, Biblia inasema omwikomo chemo Nyasaye n'umurai. The Holy Spirit of God guides us to what you are supposed to do and what you are not supposed to do. So the Holy Spirit of God is our agency. Omwikomo chemo Nyasaye nigaro mworo keretu oyo motora oyo mototeria kirito kwenda tabokora nikito tabene tibokora asaga baba Nyasaye itukuri yaro itukuri ndio mwikomo chemo mwikomo motora bokora yama ya ayapata wotoreka na wasemeje kubogi mabakala na kaka. Kwa ufupi, hata katika kitabu cha Matendo tulichosoma kilizungumzia kuhusu Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu yuaja kama zawadi kutamka ujumbe 41 kwa lugha mbalimbali, kuonesha kuwa jinsi Israel ilipasuka on ethnic grounds. Sehemu tumeisoma wote wakiwa pamoja, wanafunzi wa Yesu wakiwa pamoja. Ghafla tu toka mbinguni ikatokea sauti kama mvumo wa upepo mkali ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ghafla tu ing'ara rinene mubasokano. Ghafla Intongere kyabete sitari ari yakolera kambura na munyora ekera nikyalo gejikolera bagisangi ni jumo ndorere yende ekera nikyange ejikolera kwanyuma bakaira abantu bakalenda abantu sitari omuswati oyo omonere nare gwe family bange batatigete magemo nere bakamutebire na bako bako, lakini gakagete nga lituko lya next week likale karege tinga next week nere no arenge nambe yamo bakanywa soda bakakwani umwana bakarage chinsanjire chiri chikoro kunga nkorara tori chiri okonyora no kumugiro ireke ni kyabande ero dete kona bawani odea nga yori orase nkorara tori iba ka tuko munyana chake ero tanga ni nkorara nga gawano odete nga rekere ndo sawa wono yondo sawa bwa kabe kuno chimeza je usiku mimi nimegaza noyo ukagete next week nere mimi akaona ngana jitingo cha kuikaransa nanje tigante mana wanyangaki, lakini katika bera ikaba ngana ibubu bake agasoka isiku kunoyo mwabo agasoka isiku gochi school maigama seito matoke nalo jurura
abandi kibagaste nona arenge kanona doyo ndo mubwatiri ani ngaroyo ndo mubwatiri ngaroyo ndo mubwatiri ono aja kwegwa mangana getega kurusipo uraiga unekirara kyakira ije kira kankego aja kuguma najirense amangana yakamubera mubasukano chinga kiana amayende ngaramobe amangana yakamubera mubasukano ekitoda lezoso wameno tasoma amangana yonsi mubasukano asalingana nyasaye wasoma yote baba mubasukano gokano motegecho na mubasukano umwikoja sai unatasi nyumba yose bale na kama unaweka nyumba hiyo mubasukano anataka kupana asiruga mwikomo yake baba yaiga udita yumete kage ndo basina no yaita timanyeti mubasukano unatoka azendera habari kanisa ya Nazare Yesu mmoja alipone na Biblia kama Yesu ni garantos no ya Mungu baba kasi nyumba besiekete Yesu kaya etaka katikati Biblia kama Yesu yuko kwa uongozi akarekanone katikati anataka mambo ya kutoka simbole wana mubasukano na tukarazitano Yesu kuisa atalika tukatia ita mama nakiara kwa nasobu mabwao mama nakiara kwa nasobu mabwana ikigosekera mkono yawe ikikira sebireka yao abana banyasaye ikikirira Yesu kama Bwana sita yale watasomo ika ila tabaka badaya ama yao ama yane asita yale mamo Kristo anaona somo linawaye na watasomo iko watu imebaya pepo ika nenda kwa yumu ya na wanawaye amen na kile kwa Yoshua kama Bwana na Musa akataka Musa gati yabo na bonsi bagaswasobo bani bagakwana sekibuga mu ikamo bahetse ekero mu ikonya sai nigagenda gukwana mu kanisa banyarire tukolyare mu ikonya cyane sai nigagenda gutora kare ya mayos nasai bakwana mu ikonya
Nyasaye tato yaseye taya Yesu ayeni gogo munyabikone naye karabwatenire omonene ni gotogokorora ogokora amayasa magimaitu lero ni tukuri ndene ni tukuri erigesa yokonyora omwanje wamwechi kuruchiumoika moneno ni kairo moikano rogotokonya musaba twasabira otonyora asomya mwao ekano moikono urumura wekene mwikanisa yao moneno ni na Nyasaye nasabira otene namo ne kanisa yao otene namo n'abakabangi n'abakurasa abasheke aserieta ya Yesu Kristo wa Nazareti okachinguru chiumbegeni negera kurwara setoro monene chindote chiamachane moyo chijare bosoka nangire mikaye chingecho chibiwe mikaya birecha ninaikatada kuipinga katika jina la Yesu nchi iweze kutamuka kama wewe ni Mungu unayetenda yote sawasawa na mapenzi yako. Hata maroho ya angani naenenda kinyume kabisa, maroho ya kusemeshana, maroho mbaya tunayapinga katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa kuwa wewe ni mwelekezi mwema, kwa kuwa wewe ni mmoja wa utatu takatifu, tawala katika maisha yetu, tuongoze kwa utukufu wako, kadri ya mapenzi yako uweze kutenda makuu katika kila mmoja wetu. Walio wagonjwa sasa natamka nguvu ya uponyaji katika jina la Yesu. Waliopawawa na pepo mchafu tunakataa na kupinga katika jina la Yesu. Tunatamka amani katika maisha yetu, tunatamka amani katika familia zetu, tunatamka amani katika nchi yetu ya Kenya. Lord Jesus, we want to thank you. We worship you, we adore you. Monene Nyasaye igwa ogusaba wakiroyo na uwanja kwao tiga gokoreke ime Yesu Kristo ero motori yetu. Amen. Na tukae. Umetulisha na Mungu Baba akubariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni saa sita dakika 6. Oroje kene opera. Bora hiyo. Kene oroje kwa kusa dako chuma kwa hizo bwana. Asante. Toi kwa tu sisa sadaka. Yeye ndio